Mega Mix Show ya Abud FM kama kawa, na ni live kutoka headquarter za Abud Media Morogoro, Tanzania. Mimi ni Abe Kidunda, rafiki yako damu kabisa, ABEKIDUNDA. Unaweza ukanifuata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii, inapatikana kwa jina la Abe Kidunda. Inakuwa poa sana. Nilikwambia kwamba tuna exclusive ya kibabe sana, na sababu nyingi ya kuita hii exclusive. Ovi bana. Inakuwaje wewe mzee? Kama kawa kabisa. Shwari mzee. Fresh kabisa. Bana, karibu sana kwenye Mega Mix mwanangu. Shukrani sana. Uko poa? Mimi niko bomba kabisa. Yaani mimi binafsi kiukweli ni seme hewani. Unajua mwanzo nilikuwa najua tu wewe ni dancer. Ndio. And unaitwa Shizo 40. Yeah, Shizo 40. Okay, Shizo 40. Yeah. Oh yeah. Ila ukiweka 40 sio mbaya, mambo ya swag sawa. Yeah, kweli ndio. Yeah, kinyamwezi kabisa. Mimi nilikuwa nakuona kwenye kudance, unajua, muziki umeni surprise kiukweli. Yaani umeni surprise and afu ukweli sema kwa sababu dance niliweka mbele kidogo kuliko muziki. Ila nilianza kuimba kabla hata dance. Okay. Sawa, mmekuja wengi sana. Nipe utambulisho hapa chap chap. Ya hawa ni wanangu ambao ndo tupo crew moja ambao wa dance wote ambao wanangu muda wote mimi utanikuta nao. Okay. Umeona Msami is the baddest, huyu hapa Roni Red Eyes the baddest, huyu hapa ni director wetu. Okay. Yeah. Babu kubwa. Roy. Yeah, naonaga clip zenu. And Roni sio mgeni sana. Yeah, tunakutana kwenye mambo mengi kidogo. Sawa, kwa sababu umekuja hapa kwa ajili ya muziki, mimi naomba tuanzie hapa. Hapa ili tuone kwamba hii ngoma hajafanya mtu mwingine kweli. Inawezekana kama amefanya mtu mwingine. Yeah. Ndio. Track inaitwa Mtu wa Maana, Shizo 40 on your radio hit time. Mega Mix. Kuna mpenzi, halafu kuna rafiki yangu. Kuna mama, kuna baba, lakini kuna jirani yangu. Kama nikiachwa na mpenzi, nikiachwa na bebe, ananifariji rafiki yangu. Kama nikiwa na shida, nikiwa na msiba, ananisevu jirani yangu. Jirani we, hauna baya jirani yangu. Rafiki, hauna baya rafiki yangu. Wewe ni mtu wa maana, na ndio maana hata nikiwa na shida na kuja kwako jirani. Wewe ni mtu wa maana, na ndio maana hata visiri vyangu na vijua wewe rafiki. Yanagadiga masiku miaka rafiki atongei, ila siku tukiongea. Jirani, unanipa chumvi, unanipa mboga ugali jirani, bila kunidai takeshi. Upendo wenu hauna kifani, nyie wote peponi. Jirani, hauna baya jirani yangu. Twende. Rafiki, hauna baya rafiki yangu. Wewe ni mtu wa maana, na ndio maana hata nikiwa na shida na kuja kwako jirani. Wewe ni mtu wa maana, na ndio maana hata visiri vyangu na vijua wewe rafiki. Jirani, rafiki yangu, rafiki. Okay, sawa. Track inaitwa Mtu wa Maana, Shizo 40 kwenye Mega Mix Show ya Abud FM. Moja kati ya ngoma ambayo ina ujumbe mkali sana, na wanasema ukisikia
track ya mtu ambaye anajua kucheza lazima iwe inafuata, inaenda kwenye dance lazima yani. Hamna namna nyingine. Yani hauwezi kuandika ngoma fulani ya kupoa na nini, haiwezekani. Yeah. Hamna, zipo nyingi tu. Okay, ambazo umepoa kabisa. Yani nyingi sana kwa sababu hata ngoma yangu nahisi ambayo nimeanza nayo ni ngoma ambayo imepoa kabisa, ni ya kawaida. Okay, okay. Kwa sasa hivi una ngoma ngapi? Ambazo nishatoa zipo kama ngoma 4-5 hivi. Okay. Yeah, kiukweli hatukufahamu unajua kwenye muziki. Kweli. Yeah, mimi binafsi ndio ngoma ya kwanza naanza kuijua. And shout out kwa alikuwa ni Mela 4K na Catch Townson na baadhi ya watu wa Mazimbu Road walinitag kwenye post ya ngoma yako ya mtu wa maana. Hapo ndipo ambapo tukaona, nikamwambia producer wangu bana, mtu huyu hebu afuatiliwe bana, tuone namna ambavyo tunaweza tukazungumza naye. Kwa nini hatukufahamu na unafanya game umejificha huko? Hapana, sio kujificha, ila sema kwa sababu rahisi ni muda mwingi nimebezi katika dance. Okay. Nasafiri kwenye mashindano mikoa tofauti. Kwa hiyo nilivorudi sasa ile kutulia kwa sababu dance nilikaachana nayo kabisa masuala ya dance. Kwa hiyo nilivorudi kwa sababu katika dance nikaona kwa nini siongeze dance na muziki niwe nivichanganya pamoja. Kwa hiyo ndo nimeanza nayo hii mtu wa maana, nilikuwa nimefanya hivyo kama na dance pia naimba. Na kweli nimekuona kwenye video nyingi sana unatokea kama dancer, tena video za wasanii wengi ambao pia sio kama dancer, nyingine kama ni designer kwa sababu pia nashughulika na swala hilo pia. Okay, wewe unafanya vitu gani kwenye sanaa kwa ujumla? Unafanya vitu vingi? Mimi nafanya design wa mavazi kwenye mavideo haya, pia ni dancer hivyo na pia ni music. Okay. Kwa hiyo ulipoanza kufanya muziki ukaona haina haja sana ya kufuata radio kupeleka ngoma na nini, au kwa unaona kama inaweza kukusaidia mpaka watu wanatumia namna? Hapana, so hivyo. Kwanza niseme kitu kimoja kwanza. Mimi kama ndoto yangu kwa nakuja hapa afu nafanya interview na wewe kwamba ni kama ndoto yangu ya muda mrefu sana. Okay. Nishaikuja hapa, nakumbuka ofisi kipindi zipo kule nilikuwa nafanyaga na blaza Vijeamo. Kwa hiyo nishakujaga na blaza nani nakumbuka Tajwidi hivyo nishakufanya naye. Kipindi ofisi ipo kule. Ila kufanya kazi na wewe ni ile nice ndio malango ya kwanza na ni ndoto yangu ya muda mrefu, nilikuwa natamani muda wote yani lini itatokea. Kwa hiyo kama leo imetokea hivi yani ndoto yangu imekamilika na ni furaha tosha sana. Okay, big time mwanangu, big time. And unajisikiaje sasa baada ya kukamilisha ndoto hapa? Ni fresh kabisa yani fresh. Najisikia furaha sana brother. Bab kubwa. And ngoma ziko nyingi umesema, ila sisi tunazungumzia mtu wa maana ambayo ndio mpya, si ndio? Ujumbe mkubwa sana. Marafiki wana play part gani kwenye maisha yako? Marafiki maana hadi wametokea kwenye track babu, ni noma kabisa. Marafiki wana play part kubwa sana kwa sababu hata mtu wa maana yenyewe pia nimewazungumzia. Ni hao yani ambao idea imetoka umo yani nilifikiria tu rafiki yangu maisha ambayo tunayapitia, maisha ya kimtaani ya kila siku, nikaona ni kitu ambacho naweza nikakifanya na kikapokelewa na watu. Okay. Maana nimeona Molo umesema hadi mke sijui akifanyaje, ila rafiki hawezi. Ile mstari unasemaje yule? Kama nikiachwa na mpenzi, nikiachwa na bebe, ananifariji rafiki yangu. Yani kwa maana kwamba kwenye maisha ya kawaida nitaachana na mke wangu leo, si ndio? Lakini rafiki yangu ataniambia, oya tulia bwana, utapata mwingine. Au mvumilia bwana, kuna moja na mbili hizo. Kwa hiyo nikaona kwamba ni kitu vizuri marafiki wana play part kubwa sana kwenye swala kama hili. Tunawapa namba kubwa sana. Mshika mawili moja umponyoka. Wewe una vitu vitatu: designing, dance, muziki. Hamna ambacho kinakuponyoka muda fulani? Hapana, kwa sababu ya kitu kimoja, kwa sababu muziki unaendana na fashion, muziki unaendana na hiyo dance. Kwa hiyo nadhani zote mimi siwezi hawezi kuniponyoka kwa sababu vote vipo katika mstari mmoja. Sana. Lakini sasa ni vitu tofauti unajua. Ni vitu tofauti, ila kwa sasa hivi nilibezi kufanya video na watu wengi. Nimefanya video ya Duzo Aliana ile nilishiriki mimi kama designer. Okay. Traveler ya Sigwa. Nimeelewa kama designer. Na maana kwamba sasa hivi nimesimama kidogo kwenye masuala ya designer kidogo. Mpaka labda ikitokea kazi. Nimebase kidogo kwenye masuala ya dance na music, kwa ina maana hata masuala ya design na mavazi pia nafanya katika video zangu kwa sasa hivi. Hivi designer unafanya kazi gani? Mfano kwenye video, yani nimekuita mimi kama msanii, unakuja kufanya nini? Ni ubunifu, yani kwamba labda video yangu ili ipendeze labda nivaaje, nifanyeje, kwa sababu sio kila wimbo labda unataka kupendeza au unataka hivi. Ina maana bwana wimbo tu design tufuate
nguo za aina fulani. Okay. Umeona itapendeza zaidi ya. Okay. Ndio jambo kubwa sana ambalo ma-designer ambao kwenye ma-video tunashughulika nayo. Sasa unajua kuna time unaweza kusema hivi ma-designer wana kazi gani? Kwa sababu mfano kama mimi huwa sina designer, navaaga tu mwenyewe ninavyopenda. Lakini watu wanaambia wangu umependeza na nini? Yes, ma-designer ni kama hamna kazi kuna muda. Mkikutana na vichwa kama vyetu. Kazi ipo kwa sababu unaweza kweli ukapendeza. Si ndio? Yeah. Ila ikawa ni kitu kidogo tu. Wenda hivyo upendeza labda nguo haikukaa katika ile hadi vizuri, labda wewe mwenyewe labda ukafunga bakisikizo hadi mwisho. Lakini kumbe ukifunga kisikizo hadi mwisho kuna azifani kwamba haupo katika ile hali ya muonekano. Okay. Labda ukifungua labda visikizo viwili vitatu labda kuna alifani unakuepo kimuonekano. Kwa hiyo ndio jinsi inavyokuwa. Okay, yani nguo ni hiyo lakini wewe unakuja kuongezea namna gani inatakiwa kutokea. Au kwamba aina ya mavazi fulani ukivaa ndo unapendeza zaidi. Na hivi mnafanyia designer mnasomea ama ni kitu tu kinatokea hiki? Wapo ambao wanasomea ila wapo ambao ni kitu ambacho kipo. Kwa mfano kama mimi ni jambo ambalo huwa najifunza nalo, nimejifunza ni muda mrefu sana mitandaoni. Umeona sometimes mimi nguo naweza nikawa na nguo, kachukua nguo tu nikafanya yani nikaichana, nikarekebisha, nikatengeneza vitu yani kuitengeneza utofauti tu na mtu mwingine aione kama ni nguo ya tofauti. Ila ni nguo zako za kufanyia sanaa, yani sio nguo za kutembelea sasa. Au kutembelea yani mimi muda mwingine yani navaa nguo yani wewe ukiniangalia unasema dai nguo mimi siwezi kuvaa. Kama mtu ataki kuvaa shehe kwa sababu sio kila mtu anapenda nguo ambayo labda imewekwa ma details nyingi labda nini pinipini nini unajua zile au visikizo vingi. Mtu mwingine anaona nice, ila mimi kwenye design lazima uongeze nyama ili uwe wa tofauti. Okay. Nakuelewa. Nimeelewa vizuri. Kuna mwana yule designer wa ni Ethiopia yule Muethiopia ambaye amekuja na kuundaunda sijui mabati na sufuria nani kuskazi. Amepata jina kubwa sana sasa hivi baada ya kuja na namna kama hiyo ambayo unasema. Lakini zile sana naona kama ni nguo ambazo za sanaa na nini huwezi kuzitumia mtaani. Zile pale yani kuna kitu kimoja ambacho kipo kuna ma-designer ambao wamebezi na social media. Okay. Umeona, na kuna ma-designer ambao wamebezi wao kibiashara zaidi kwamba mimi nitatengeneza nguo nitampelekea mtu fulani. Umeona, ma-designer wengi wa social media ina maana kama yule ile kwa level anafikia ina maana anaweza labda kampuni kamchukua yeye akawa ni mbeba maono wa mavazi haba iwe hivi. Okay, anatoa mawazo. Wewe una hiyo ndoto ya kufika hapo? Ndoto ipo kwa sababu pia na kipawa iko. Kwa hiyo siku ikifikia kwamba kuna baadhi ya vitu nivifanye kwa sababu mimi navifanya watu wengi havijui hivyo kama mimi ni designer haba navalisha, ni wachache sana ambao wanalifahamu hilo. Kwa hiyo sio jambo ambalo nimeleka sana kwa mbele kipaumbele sana watu walione, lakini ikifikia muda nitalionyesha na watu wanahisi wataliona. Okay. Maana naona hizo nafasi za ma-designer ni kama zimekuwa finyu sana. Watu wanachukulia kawaida. Watu wanachukulia kawaida. Mfano mimi nachukulia kawaida designer kwa sababu naona kama naweza kujidesign. Kumbe kuna sehemu nakosea ila sijui, si ndio? Hapa nimeelewa wakati unaelezea. Kwa hiyo kuna namna ma-designer wanatakiwa wapewe nafasi ili kuonyesha kile ambacho wanacho. Kwa mfano labda tukao tunashoot video labda na msanii wote. Anaweza akawa na shoot ni katikati director kwa kabisa ana shoot. Utaona tu designer ni anaenda mstopisha hadi director. Okay. Unajua anaenda kumrekebisha yani kitu kidogo ambacho ni kwamba yani mpaka mwenyewe unashangaa. Yaani ukatoka kakatisha mimi nakatisha kushuti kisa hii kitu. Umeona Kwa hiyo designer ni wewe kubezi muonekano wako ukae perfect. Hata mtu mwingine asione kasoro. Sawa, kwenye ma-designer hawapo wengi sana tena hasa kwenye namna ambayo unafanya. Yaani umepata nguvu kiasi gani kuingia kwenye muziki? Kwa sababu muziki sasa hivi unajua vita ni kubwa. Watu wanatoa mawe kila leo. Video kali, audio kali. Hiyo nguvu umeitoa wapi? Mimi nguvu ya muziki kwa sababu muziki ni kitu ambacho naweza kusema nilianza nacho kabla hata ya dance na design. Okay, kilikuwa cha mwanzo. Kilikuwa design, lakini hivi ni vitu ambavyo kadri muda unavyozidi kwenda ndo unavifanya dance memea kwenye designer. Kwa hiyo kuhusu masuala ya mawe ambayo yanatoka watu wengine mimi nimejipanga kwa vita. Nimejipanga kwa vita blaza na nawaahidi hapa leo kwa sababu ndo siku yako ya kwanza nafanya interview na wewe. Na leo ni waahidi. Yaani muendelezo utakaokuwa ni na hisi wenyewe mtajionea wenyewe mazuri ambayo yapo. Na mlango wa Mega Mix uko wazi bana, karibu sana kila unapotoa ngoma. Shukrani sana. Na hii track imetoka audio na video.
Ya hii imetoka audio, video mimi naona nisiseme sana sababu nimekuja na director ambaye kashoot hiyo video. Okay. Ya yeye ndo atakuwa mkweli, atatuambia. Mimi naweza nikaongea nikadanganya. Na zile ambazo tunaona ni nini zile? Ni challenge. Zile ni challenge ambazo zipo katika yani jinsi ya kuboost tu wimbo. Watu wazidi kuona kila siku Na zimesaidia sana au vipi Ya zimesaidia kwa namna moja au nyingine na kwa asilimia naweza kusema kwa asilimia 80 au 90 kwa sababu bila zile pia license labda singekuwa hapa. Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.